Msajili wa vyama nchini Tanzania amepata presha baada ya chama cha Chadema kumtumia ujumbe wa dharura. Hujambo na karibu. Leo tarehe 2 Oktoba mwaka 2025, upepo wa kisiasa nchini Tanzania ulipamba moto kufuatia tamko kali kutoka kwa katibu mkuu wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa jina John Mnyika. Tamko hilo lilitolewa mara baada ya Mahakama Kuu Kanda ya Manyara kuahirisha kesi kuu dhidi ya msajili wa vyama vya siasa bila kutoa tarehe mpya ya kuendelea kusikilizwaji wake. Mnyika alitumia fursa hiyo kueleza kuwa kwa kuahirisha kwa kesi hiyo, basi hakuna uhalali utekelezaji wa maamuzi ya awali ya msajili. Kwa mtazamo wa Chadema, hatua hiyo ya mahakama ni kama ushindi wa muda unaozuia utekelezaji wa maamuzi ya kutoa tambua viongozi wa chama na kusitisha ruzuku yao. Kauli ya Mnyika ilielekeza moja kwa moja presha kwa ofisi ya msajili, akisisitiza kuwa fedha za ruzuku zilizozuiliwa zinapaswa kupelekwa mara moja kwenye akaunti ya chama kuanzia tarehe ziliposimamishwa. Kwa muda mrefu sasa, mvutano kati ya Chadema na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa umeendelea kushika kasi, huku Chadema imedai mara kwa mara kwamba hatua za msajili zina nia ya kukidhoofisha na kukididimiza kama chama kikuu cha upinzani. Wakati huo huo, msajili amekuwa akijitetea akisisitiza kwamba ofisi yake inafanya kazi kwa mujibu wa sheria na kanuni zinazowekwa kwa vyama vyote vilivyosajiliwa. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wamechambua kauli ya Mnyika kama mkakati wa kisiasa wa kuongeza shinikizo la umma na mashirika ya kiraia ili kuelekeza macho yao katika haki ya chama hicho kupata ruzuku. Na kwa mujibu wa wachambuzi hao, ruzuku ni swala la kifedha pekee, si swala la kifedha pekee, bali ni alama ya heshima na uhalali wa chama katika mfumo wa vyama vingi vya siasa. Zaidi ya kuonekana kama hoja ya kifedha, madai haya yamegusa kiini cha hali ya demokrasia nchini. Ruzuku kwa vyama vya siasa ni haki ya msingi kwa vyama vyote vinavyokidhi vigezo, na ikisitishwa kwa chama kikuu cha upinzani, basi athari zake zinaweza kuwa kubwa. Kwanza, inavuruga uwiano wa kisiasa, na pili, inaleta hofu kwamba vyama visivyokuwa karibu na dola vinaweza kukabiliwa na changamoto za makusudi zinazowazuia kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa sasa Chadema imesisitiza kwamba itaendelea kutumia kila njia ya kisheria kuhakikisha inapata haki yake. Hata hivyo, kesi hii na tamko la Mnyika vimechochea mvutano mpya kwenye taswira ya siasa nchini, hasa katika kipindi hiki ambacho maandalizi ya uchaguzi wa serikali na za mitaa na uchaguzi mkuu ujao yanaanza kuonekana wazi. Hali ilivyo sasa ni kwamba macho yote yameelekezwa kwa mahakama ya rufaa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Ikiwa fedha za ruzuku zitaachiliwa haraka, Chadema huenda kikapata nafuu kubwa na kuimarisha shughuli zake za kisiasa. Lakini endapo msajili atasimama kidete kwenye msimamo wake, basi mvutano huu unaweza kupanuka zaidi na kuathiri hali ya kisiasa kwa kiwango kikubwa. Asanteni kwa kutazama Kenyascope, na endeleeni kufuatilia taarifa zetu kwa habari nyingine za kisiasa na kijamii zinazogusa moja kwa moja maisha ya Watanzania.